Unajifanya mchawi. Yaani unajifanya gwiji la magwiji. Leo kaka yangu utamrudisha. Yaani sikuogopi kabisa. Usikate tamaa Sakina, mimi sijafa, bado naishi. Pale mlizika tu mgomba. Nakuomba sana Sakina, naomba unisaidie, nateseka sana ndugu yako. Imefika hatua mpaka najuta sana kwa nini nilimfanyia vile yule mzee. Kama nisingemsema na kumtukana, huenda yote asingenikuta haya. Sakina, naomba unisaidie. Wanasema ni bora maumivu ya nje kuliko maumivu ya ndani. Maumivu ya ndani yanauma sana. Hata ukishika upaoni ni wapi pana kuuma. Usikate tamaa dada yangu. Naomba unisaidie. Zikipita tu siku 40 sitapona tena. Naomba unisaidie kabla ya siku 40 ili niweze kuishi maisha ya kawaida kama mnayoishi nyinyi. Dada yangu, nakuomba unisaidie. Naomba unisaidie. Nisaidie. Uvumilie. Kanyumba kenye kadogo, mwenzio ndo anaanza maisha. Wala hata usijali rafiki yangu. Mwanzo ni mgumu sana. Sawa. Karibu. Asante. Aya, fanya basi ujiandae. Basi ngoja nijiandae. Haya. Nijiandae basi. Haya. Nijalie afya yako, Mr. Handsome. Mimi ni buheri wa afya, kama paja la kuku wa kuoka. Una maneno mzidole. Nini ajenda ya ujio wako leo kwangu? Nasikia wewe ni hodari sana wa kupiga mashuti, lakini haulengi lango. Hauna utulivu kabisa, kama forward tu. Sijakuelewa unamaanisha nini labda. Maana naona unatumia sana mafumbo. Hem, nielekeze kwa uwazi. Namaanisha wewe ukiwa katika hiki kiwanja cha 5-6 au 6-6, huwa hauna matokeo mazuri kabisa kwenye mechi hii isiyokuwa na jezi. Namaanisha hauzitumii vizuri pasi za mwisho unazopewa.
hata nilivyokuona shemeji yangu. Vipi shemu? Kwema? Ya, kwema. Lakini shemeji, kuna kitu nataka nikuulize. Hivi umenionea kicheko? Yaani shemeji, unajua unanichekesha. Yaani kuhusu kicheko bora mimi nikuulize wewe. Kwa sababu nina wiki ya pili sasa hivi kicheko sijamuona katika macho yangu. Alafu pale ofisini kwangu pia simuoni kabisa. Hata tulipoenda kumzika Mwandola sikubahatika kumuona. Kuhusu kicheko bora mimi nikuulize wewe. Umemficha wapi? Shemeji, kwa kweli hata mimi sijui. Na ndio maana nimekufuata wewe ili nikuulize, kwa sababu na shida naye. Shemeji, kuhusu kicheko mimi sijui hata wapi alipo. Yaani hata ofisini kwangu hajafika, kwa hiyo simjui hata wapi alipo. Basi sawa shemeji yangu. Lakini shemeji, unaweza kunisaidia kitu? Kitu? Kitu gani tena? Kama unavyojua shemeji, maisha yangu pale nyumbani. Na kicheko ndo huyo hayupo. Na mimi hapa maisha yangu yote namtegemea kicheko. Na shemeji yangu Chenga hali yake ndo kama unavyoiona. Hatuwezi kula mpaka akaombe. Na kicheko ndo huyo hayupo. Yaani shemeji, yaani hapo unavyoniona, mimi sijala kuanzia jana usiku. Na wala hatujui tunapika nini. Kwa hiyo shemeji, nilikuwa naomba, kama una chochote kitu, naomba unisaidie. Maana pale jikoni paka amelala. Na kama hali yangu unavyoiona, sijala chochote. Shemeji yangu, mimi ningependa nikushauri kitu tu. Usinitolee macho kama chula mwenye mawazo. Hivyo ndivyo ulivyo. Ni dharau kubwa kumwaga maji yasiokuwa na matokeo. Lakini Tamara, mimi naona unatumia tafsida sana. Bado sijakuelewa maana yako halisi. Ni ipi kwangu? Maana yangu unakatisha ruti. Huwa haumfikishi mwanamke kileleni. Na unamwacha vile vile na hamu zake. Tumia hii dawa. Inaitwa Kurachuma. Ni mchanganyiko wa mkongo na virutubisho. Usitumie hii kama una uhakika kupata demu. Itakutuma vibaya. Maliza yote na utanishukuru baadaye. Lakini umesema kwamba misuli itanisimama sana. Sasa endapo nitakunywa, majaribio nitafanya na nani? Wewe kunywa kwanza. Tutajua mbele ya safari. Oh la la la, oh la la la. Mapenzi ni nini? What is love? Kwani mapenzi ni nini? Unajua kwa sasa mimba yako ni ndogo. Inaelekea kuwa kubwa hiyo mimba yako. Na kama unavyojua wakati wa kujifungua, hiyo mimba ukisema uende hospitali, gharama yake ni 200,000 au 300,000. Yaani rafiki yangu kicheko hana uwezo kabisa wa kumudu hizo gharama. Hivi kwa nini shemeji usirudi nyumbani kwenu? Shemeji, ni kweli hayo unayosema. Lakini hizi nyumba zinatunza siri nyingi sana. Light kama nyumba zingekuwa zinaongea, basi kila maisha ya mtu yangekuwa wazi. Kila mtu tungejua jinsi anavyoishi. Shemeji, mimi mamangu humjui tu. Light ungemjua hata usingeniambia hayo. Yaani shemeji yangu, hapa mimi unavyoniona, niliacha shule kwa ajili ya kicheko. Na nilipoacha shule, mamangu akanifukuza nyumbani. Na amesema nikirudi atanipatia tazazi. Kwa hiyo shemeji, unavyoniona hapa, mimi sina msaada wote. Msaada pekee nilobaki nao ni baba yangu tu. Na kama mimi ningekuwa na nauli shemeji yangu, ningerudi mkoani. Kwa hiyo shemeji, nakuomba tu nisaidie mchana wa leo mimi niweze kula. Pole sana shemeji yangu. Mimi nitakusaidia. Lakini kwa hali yako ambayo uko nayo wewe, haikupasi wewe kukaa peke yako. Ungetafuta sehemu salama. Kama hata itakusaidia. Sawa shemeji yangu. Pia asante sana. Mungu akubariki. Sawa shemeji.
Kaka Nilo, mambo? Salama Sakina, uko poa? Niko poa. Karibu. Asante. Dada Ndekwa, na mazungumzo na wewe. Sawa. Dada Ndekwa, kaka Mwandola hajafa. Jana amenitokea live kabisa. Ameniambia zikipita siku 40 tu atakufa kabisa. Nataka nimsaidie. Naomba msaada wako kwenye hili. Sakina, hebu futa kabisa mawazo ya Mwandola kichwani kwako. Tatizo lako wewe, unamfikiria sana na ndio maana anajirudia kichwani kwako mara kwa mara. Hebu nikuulize swali. Uliona wapi au ulisikia wapi mtu aliyekufa katika hii dunia na akarudi tena zaidi ya Yesu peke yake? Natamani ujue kinachokizungumza. Anaishi jamani. Sakina, tunakoelekea sasa hivi unaweza kwenda kuwa mshirikina. Kwa sababu gani? Inatakiwa umshukuru Mungu kwa kila jambo. Maana yeye kaamua kumtoa mja wake na kwenda kumpumzisha sehemu salama. Hebu futa mawazo potofu. Nitapambana kujua ukweli kwenye hili. Asante sana dada Ndekwa. Kiukweli majaribio yameenda vizuri sana. Nimejikuta na furahi sana. Maana mwili wako ulikuwa uniishi hamu kabisa. Umenichanganya sana na asali kama Tabora. Naona dawa imefungua meleja sasa. Umepiga hat-trick. Hapa niko mwepesi kama tebo ya pili. Umenikosha wewe. Asante. Lakini kiukweli kwenye maisha yangu tokea nimezaliwa sijawahi kuenjoy tendo kama nilivyoenjoy leo. Asante sana. Sasa kazi kwako. Uendelee kuwa na Helini ambaye anaenda kuwa mke wa mtu, au baki na mimi, kocha ambaye nimegundua kipaji chako leo. Helini ndio mwanamke aliyeniambia matatizo yako. Sio rahisi. Kwa bado unatakatia? Kama kawaida. Nataka tukiwashi. Umemwacha mwenzako aende bila kufikiria mbali. Unamaanisha nini kaka Nilo? Sakina, kifo cha Mwandola sio kifo cha kawaida kama unavyodhani. Nasadiki maneno yako. Jana amenitokea live kabisa. Unajua ni kuhusu rafiki yako? Natamani tumsaidie. Nimekumbuka kitu. Ni kitu gani hicho? Mwandola aligombana na mzee Tano. Nina imani kabisa sasa mzee Tano ndo atakuwa amemuua Mwandola. Kwa sababu mzee Tano ni mchawi sana. Yaani anaogopeka hapa mtaani. Na alafu amezulumu mali za watu wengi sana. Nina imani kabisa mzee Tano ndo alomuua Mwandola. Asante sana kaka Nilo. Yaani nakwambiaje? Leo fungua mlango. Taarifa zako nimezisikia. Kaka yangu leo atamrudisha akiwa mzima. Kama anakuogopa. Hao, mimi sikuogopi. Naomba fungue mlango. Wewe unajifanya mchawi. Unajifanya mchawi. Yaani unajifanya gwiji la magwiji. Leo kaka yangu utamrudisha. Yaani sikuogopi kabisa.
Sakina, una changamoto gani? Kule kuna nini? Mzee Tano. Mzee Tano? Mzee Tano kafanyaje? Amemuua kaka yangu. Sakina, hebu acha dhana mbaya. Juzi tu umetoka kumzika kaka yako. Leo hiyo unasema Mzee Tano kamuua. Una uthibitisho gani juu ya hilo? Kaka Mwandola alitokea live. Ameniambia anahitaji msaada wangu. Zikipita siku 40 tu atakufa kabisa. Na kuna mtu ameniambia kuwa Mzee Tano amemuua kaka yangu. Maana siku ya mwisho yeye ndo alikuwa anacheza naye draft. Na ndio mauti ukamkutia hapo hapo. Sikia nikwambie kitu kimoja. Ondoa dhana bila uthibitisho. Kesho njoo kilingeni kwangu. Sawa.